Ndugu waandishi wa habari, karibuni tena katika ofisi zetu za Msundui. Naona leo tena mmekuja kunitembelea. Na mimi nianze kama ifuatavyo. Kwanza niwashukuru sana Watanzania kwa kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi na kuendelea kutuchagua kwa kura nyingi sana. Lakini pia niwashukuru wana CCM wote Tanzania nzima kwa kuwa mstari wa mbele kwa kuhakikisha chama chao kinapata ushindi mkubwa. Hii imezidi kutupa imani kubwa kwamba chama chetu bado kinakubalika na kinaungwa mkono na wana CCM wenyewe pamoja na Watanzania. Lakini la pili, napenda kusema kwamba tarehe 29 kama mnafahamu tuliingia kwenye uchaguzi mkuu kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba ya Zanzibar tuna chaguzi kwa upande wa Tanzania, lakini kwa upande wa Zanzibar pia tuna rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuchaguliwa na wananchi wa Zanzibar, na rais wa Jamhuri ya Muungano kupiga kura na Watanzania wote. Tarehe 29 tuliingia kwenye uchaguzi kama nilivyosema, na tumefanikiwa Chama cha Mapinduzi kuchaguliwa. Kwa upande wa Tanzania tumepata 97%, na kwa upande wa rais wa Zanzibar tumepata takriban 74.8. Kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan amechaguliwa kwa kura nyingi sana, na asilimia ni hiyo ambayo niliotaja, zaidi ya 97%. Kwa kweli ni ushindi mkubwa sisi tunajivunia, na kwa kweli tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na haya yote yamekuja kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya katika kipindi chake kile cha miaka 4 baada ya kushika nafasi ile, baada ya rais wetu wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli kufariki, na nafasi ile kwa mujibu wa katiba ikabidi makamu rais hapo. Kwa kweli Mheshimiwa Rais Samia ameongoza vizuri, na ndio maana Watanzania wakaendelea kumwamini na kwa kumchagua kwa kura nyingi sana. Lakini pia kwa upande wa Zanzibar, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi naye kwa muda wa miaka yake 5 amefanya mengi makubwa, sina haja ya kuyaeleza hapa, mambo nyingi kama waandishi mmeyaona. Ametekeleza ilani ambayo ni mkataba wetu na wananchi wa Zanzibar, lakini pia ahadi zake ambazo hazikuwemo kwenye ilani amezitekeleza. Lakini hata hizo ilani yenyewe Rais Mwinyi amevuka zaidi ya 200. Na kwa mfano nitoe jambo dogo tu. Kwa mfano ukiangalia kwenye sekta ya elimu, Rais Mwinyi tulimwambia jenge vyumba kwa kusomea watoto wetu ni 1500, yeye amejenga takriban vyumba 1890. Kwa maana hiyo utaangalia kwa hesabu za kuvuka, amevuka zaidi ya asilimia kubwa kabisa katika kutekeleza. Kwenye miundombinu nilisema, anaendelea kusema siku zote kwamba mtandao mzima wa barabara hapa Zanzibar kuna kilomita kama 1380. Rais Mwinyi peke yake kipindi cha miaka 5 ameweza kujenga barabara kilomita 1000. Lakini pia kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya maji, kwenye sekta ya michezo na sekta mbalimbali. Kwa maana hiyo yale ambayo aliyofanya, ambayo wananchi wameona, ndio maana wakamchagua kwa kura nyingi zaidi ya 74.8, na ukilinganisha siasa za Zanzibar na zenye ushindani, ni rais pekee wakati wake amepata asilimia hizi kulinganisha na marais wengi ama awamu zote ama chaguzi zaidi ya 6 tulizofanya huko nyuma. Tunapata asilimia 51, asilimia 52, hatukuwahi kuvuka kiwango kikubwa kama hicho. Rais Mwinyi yeye awamu ya kwanza alipata asilimia kama hiyo, takriban kama 75, na mara hii amepata 74.8. Kwa maana hiyo kazi kubwa ambayo Rais Mwinyi amefanya Wazanzibari wameiona, lakini Wazanzibari pia wamekubali na wamempa miaka 5 mingine awatumikie. Sisi Chama cha Mapinduzi kwamba tumejiandaa katika kutoa mashirikiano, kwamba sisi kwanza tunaamini, na ukumbukwe ndugu mtangazaji kwamba tulipofanya mabadiliko ya 10 ya katiba ya Zanzibar kuruhusu kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa maana hiyo
Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunawapongeza wote waliochaguliwa na wananchi kupitia chama cha ACT Wazalendo wa Zanzibar walipata, na kumbuka kwamba hapa Zanzibar tuna majimbo 50 ya uchaguzi. Katika majimbo 50 hao sisi tumefanikiwa kupata viti 40 kwa uwakilishi na tumepoteza viti 10 na tumefanikiwa kupata viti takriban 45 kwa ubunge. Kwa maana hiyo, na jana nimeshuhudia kwamba uteuzi pia umefanyika wa viti maalum. Ukiacha wale 10 ambao walishinda kwenye majimbo, ACT wamepata wengine wa nafasi 4, wanakuwa hapo 14, na tutaangalia kwa mujibu wa mgawanyo ile nafasi za uteuzi 10 za rais wa Zanzibar atapata ngapi. Kwa maana mimi naomba tu kwamba wamechaguliwa na Wazanzibari wakatumikie, waache ushabiki na vyama vyao. Wazanzibari wanataka kuona maendeleo, ni waombe wakaisimamie serikali vizuri, wakaihoji serikali vizuri ili kuhakikisha serikali inatimiza ahadi zake kwa wananchi wake. Kwa maana mimi nawatakie kwamba baraza njema, lakini natarajia pia niitakie serikali itakayokuja Umoja wa Kitaifa itatekeleza majukumu yao na wataungana kwa ajili ya Wazanzibari, si kwa ajili ya vyama vyetu. Sisi Chama cha Mapinduzi tuko tayari kukaa meza moja na ndugu zetu katika jambo lolote, hususan katika jambo linalohusu maisha ya Watanzania, hususan katika mambo yanayohusu maisha ya Wazanzibari. Natarajia kwa mujibu wa katiba rais mteule baada ya kula kiapo ndani ya siku 7 anatakiwa awe ameshaletewa jina la makamo wa kwanza. Anatakiwa apeleke barua kwa chama ambacho kilichopata zaidi ya 10%, na ukizingatia zetu wapata zaidi ya 23%, kwa maana 23.22. Kwa maana tunatarajia wataleta majina matatu kwa rais baada ya kuchagua jina ambalo atakayekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Kwa maana tutarajie hili lilipo kwenye upande wa pili, na kwa taarifa nilizokuwa nazo hapa tayari washaandikiwa barua hiyo ili wasilishe jina kwa Mheshimiwa Rais ili apate kulitangaza na taratibu nyingine zaidi. Kwa maana mimi nasema kwamba tumemaliza uchaguzi salama tukiwa pamoja na amani na utulivu. Tuendelee kujenga nchi yetu, tukashirikiane kwenye vyombo vya maamuzi kama Baraza la Wawakilishi, lakini pia watakapopata bahati ya kumsaidia rais kwenye nafasi za uwaziri, naibu waziri, of course na wao watapata, basi wao waadilifu na waaminifu wakamsaidia rais katika cabinet. Lengo kubwa kuhakikisha maisha ya Wazanzibari yanaimarika kuliko hivi sasa hivi, na wanatumikia kwa kuwaletea maendeleo.